mpaka mbingu iseme maombi. Ni 15 dakika msikilizaji tangu ilipotimia majira ya saa 2 za usiku. Karibu sana msikilizaji, ni maombi tutaomba mpaka mbingu iseme. Karibu sana msikilizaji, kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, pindi ambapo inafika majira haya ya saa 2:15 za usiku kila siku za Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Basi msikilizaji, fahamu ya kwamba ni kipindi maalum cha namna ya kufanikiwa kibiblia msikilizaji, ambapo tupo na mwalimu Carlson ambaye tutufundisha kwa siku hii leo msikilizaji, moja kwa moja ndani ya 97.3 Shalom FM Radio, na moja kwa moja ameshawasili ndani ya studio hapa, na moja kwa moja mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Awali yote tufungulie kwa maombi, tuanze kipindi hiki moja kwa moja. Basi tunaweza tukafunga macho tukashukuru. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru mfalme wa falme kwa uhai uliotupa. Tunasema ni asante kwa mambo mema na makuu uliyotutendea, tunayojua na tusiyojua. Mungu Baba, tunaomba uturehemu kwa damu yako thamani iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi la wengi. Roho Mtakatifu, tunaomba ukawe nasi, ukawe mwalimu wetu, ukawe mchungaji wetu. Tunaomba ukawe driver wetu tutapoenda kujifunza neno lako, namna gani tutafanikiwa kupitia neno lako. Tufundishe mfalme wa falme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunaomba. Amen. 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 Karibu sana msikilizaji, kuanzia sasa mpaka pale majira itakapotimia majira ya saa 2:45 kwa saa za Afrika Mashariki, itakuwa ditabata kipindi hiki, kipindi maalum cha namna gani ya kufanikiwa kibiblia. Langu jina ni William Mbando, kwa mtangazaji kuanzia sasa, nikiwa na mtumishi wa Mungu mwalimu mtumishi wa Mungu ndani ya studio hapa, kwa jina nafahamu kama mwalimu Carlson, moja kwa moja kutupa shibe ya kiroho, namna gani ambavyo tunaweza tukafanikiwa kibiblia. Mtumishi wa Mungu na mwalimu Carlson, karibu sana. Amen. Asante sana. Leo tutaendelea na somo letu la namna gani ya kufanikiwa kibiblia. Tulianza kuanzia Jumatatu, na Jumatatu tukaona ili tuweze kufanikiwa kibiblia, kitu cha kwanza ni lazima tushinde roho ya hofu. Na tukaona kabisa kuwa kila mtu anazaliwa na hofu, kila mtu ana hofu, ila ujasiri ni lazima mtu yote aujenge. Hakuna mtu anayezaliwa jasiri, ila ujasiri ni lazima tuujenge. Na namna pekee ya kujenga ujasiri ni kupitia kusoma neno la Mungu. Kwa hiyo tunaposoma neno la Mungu linatujaza ujasiri, linatufanya sisi tuweze kuwa majasiri, kwa maana Mungu anafanya kazi na watu majasiri tu, hafanyi kazi na mtu yote anayeogopa. Kwa hiyo ni lazima ujue huu kweli kuwa hakuna mtu asiyeogopa, ila kila mtu anaweza kajenga ujasiri kupitia neno la Bwana. Kwa hiyo Jumatatu tuliona namna gani tunaweza kufanikiwa kibiblia kwa kushinda hofu ambayo inaweza ikamweka mtu awe mtumwa wa maisha yake yote. Tulijifunza kabisa namna gani ya kuishinda. Na Jumatano tukasonga mbele kidogo ya hapo, tukawa tunaangalia ni namna gani tunaweza tukafanikiwa kwa kutumia neno la Mungu. Tukajifunza kuwa Mungu huwa anatuma neno lake, na akituma neno lake analituma ili atuponye, anatuma ili litujenge, anatuma ili litusaidie. Lakini ni kazi yetu sisi kulirudisha, ni kazi yetu sisi kumrudishia, kwa maana yeye mwenyewe anasema neno langu wakati linanirudia ndipo litakapofanikiwa, na ndipo ambapo litatimiza yale ambayo nililiagiza. Kwa hiyo tukaona hata Ezekiel alivyokuwa yuko na Mungu kwenye bonde la mifupa mikavu, walikuwa wako pamoja, na Mungu alikuwa anaongea, mifupa mikavu inasikia Mungu anachokisema kuwa sasa utapata uhai, sasa utapata uzima, ila hii mifupa ilikuwa ibadiliki. Na hii mifupa ilianza kubadilika pale ambapo Ezekiel alitamka, na pale ambapo tu Ezekiel alitamka sawa sawa na neno la Mungu. Kwa hiyo unaweza ukawa na kazi yako ambayo ni mifupa mikavu, inaweza kuwa ni afya yako, au kunaweza kuwa na jambo lolote kwenye maisha yako ambalo ni mifupa mikavu, linaweza likabadilika pale tu ambapo neno ambalo Mungu ameliongea na wewe pia utalirudia, utaitamkia hivyo hiyo hali. Kwa hiyo kama Mungu amesema jambo, pale ambapo utarudia hilo neno kulitamka, ndo pale ambapo ile mifupa mikavu tukaona kuwa ikaanza kupata uhai baada ya Ezekiel kurudia unabii
alioamriwa kuusema. Tukaona pia wanafunzi wa Yesu walikuwa wanavuka kwenda ng'ambo, na Yesu alikuwa yuko chomboni, Yesu alikuwa amelala. Tukasema kuwa chombo ni kama mwanadamu, na hata kama umeokoka, yani wewe ni chombo na Yesu yuko ndani yako, hata kama umeokoka unaweza ukakutana na mawimbi, na kila mtu anakutana na mawimbi. Ila kitu gani kitatusaidia tukikutana na mawimbi? Tunaona kuwa Yesu alikuwa kashaachia neno lake kuwa tunavuka mpaka ng'ambo, lakini wanafunzi wake hawakuweza kulitumia lile neno kunyamazisha bahari. Sasa sisi tunajifunza kuwa ni lazima japokuwa tuna Yesu, japokuwa Mungu yuko ndani yetu, ni lazima tujue namna kutumia neno la Mungu ili kunyamazisha hali yoyote mbaya kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ni lazima ukiwa kwenye hali mbaya yoyote, ni lazima ujifunze namna ya kuitamkia hiyo hali neno la Mungu, neno ambalo Mungu amesema kuhusu hiyo hali. Kwa maana adui huwa anapenda si tuangalie mawimbi, anapenda si tuangalie hiyo changamoto, lakini Mungu huwa anataka si tumuangalie yeye. Anataka macho yetu tumuangalie yeye. Na tunamwangaliaje yeye? Yeye amejiweka kwenye Biblia. Yani Biblia yako ni kama dhahabu. Biblia yako ni kitu muhimu sana. Biblia yako unatakiwa ipende sana, ni utajiri wako, ni mali yako. Kwa hiyo ni lazima wewe unaiangalia. Na unaiangaliaje? Unavyoendelea kuiangalia unajua neno ambalo Mungu amesema. Kwa maana hilo neno ndo ukweli. Hiyo hali yako unaoiona, sijui ugonjwa, umaskini, hiyo sio ukweli. Ukweli ni neno la Mungu. Ndio maana akasema yeye ndiyo kweli, na tutajua ukweli nao utatuweka huru. Kwa hiyo ukweli ni neno lake, na neno lake tunavyoendelea kulitazama tunabadilika. Kwa hiyo nikasisitiza kuwa ili tuweze kufanikiwa kibibilia ni lazima tujifunze namna ya kulirudisha na kutumia neno la Mungu. Leo tutasonga mbele ya hapo, na tunaendelea kuangalia namna gani ya kufanikiwa kibibilia. Na leo tutaangalia namna gani tunaweza kufanikiwa Biblia kwa kulitafakari neno la Mungu. Tunaenda kuangalia namna gani tunaweza kufanikiwa kibibilia kwa kulitafakari neno la Mungu. Na leo tutaenda kuangalia hadithi ya wana wapotevu. Navyosema wana wapotevu ni kwa sababu wote wawili walikuwa ni wapotevu. Kwa hiyo tutajifunza kidogo juu yao. Ninaomba mtumishi wa Mungu kama unaweza ukatusomea kutoka kitabu cha Luka 15. Luka 15 kuanzia mstari wa 11. Tunaweza tukapata hii habari ya wana wapotevu. Luka 15 kuanzia mstari wa 11. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, "Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia." Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha yake ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda ya waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, "Ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako." Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa ngali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, "Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena." Lakini baba aliwaambia watumwa wake, "Leteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, na situle na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa na amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana." Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanaye mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kukaribia nyumbani, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja akamuuliza, "Mambo haya maana yake nini?" Akamwambia,
ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako alikula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe yu pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vya kwako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu. Sasa kwenye habari hii kuna mambo mawili nataka kukuonyesha ambayo ni muhimu sana. Na jambo la kwanza tunaloliangalia, tumwangalie huyu mwana mkubwa. Kwa maana huyu mwana mkubwa alikuwa yuko nyumbani na alikuwa yuko shambani, alikuwa anamtumikia baba yake. Yaani tunaweza tukasema huyu mwana mkubwa alikuwa ni kama mtumishi wa Mungu, alikuwa ni mtu aliyeokoka, alikuwa ni mtu ambaye anamjua Mungu, anaanza kufanya mapenzi ya Mungu, anatumika either ni uimbaji, anatumika either ni asha, anatumika either ni pastor, anatumika yeye ni muombaji. Alikuwa yuko na baba yake. Ila kuna jambo ambalo nataka uliangalie. Huyu alivyomwona mdogo wake anafanya machezo na anafanywa sherehe, kile kitu kikamuumiza. Kikamuumiza, kwa nini mimi sina hivi vitu? Yaani kwa nini mimi ni Mkristo alafu sina gari zuri? Kwa nini sina hiyo Land Cruiser? Kwa nini sina hilo gorofa? Kwa nini sina hiyo Range Rover? Akaenda kwa baba yake akilalamika, anamwambia, baba, mbona mimi hivi vitu hujanifanyia? Kwa nini huyu mwingine ametoka kula mali zako na makahaba, amekuja umemchinjia mwana kondoo aliyonona? Yaani hiyo inamaanisha Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, yaani ile asamehewe dhambi zake. Umemfanyia hii sherehe, lakini mimi ambao niko na wewe siku zote haujawahi kunifanyia kitu kama hiki. Sasa nataka usikilize kwa umakini jibu ambalo baba yake alimpa, kwa maana hili ndo jibu ambalo baba yetu Mungu anatupa. Huenda umesali sana, huenda kuna vitu umemuuliza sana Mungu, kuna mahitaji mengi sana umeyapeleka mbele ya Mungu kuhusu labda, Mungu, kwa nini hiki kitu sina? Hiki nitakipataje? Kile nitasaidikaje? Mungu anamwambia Mkristo, Mungu akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote. Yaani sisi tuko na Mungu kila siku, tumejazwa na Roho Mtakatifu. Kila siku tunakuja kanisani, tunaomba asubuhi, mchana, jioni, kabla ya kula tunaomba, tunasifu, tunamshukuru Mungu. Sasa baba anasema yuko na sisi siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vya kwako. Huu ni msemo mmoja mkubwa sana. Mungu anatuambia sisi wa Kristo kuwa vitu vyote alivyo navyo yeye ni vya kwetu. Alafu angalia sasa anachomwambia. Anamwambia tena kufanya furaha na shangwe ilipasa. Yaani ngoja nikueleze kitu. Mungu anajaribu kutueleza kitu kimoja, kuwa vitu vyote vilivyo vya kwake ni vya kwetu. Sasa Mungu anamiliki nini? Vitu gani ni mali ya Mungu? Biblia inasema fedha na dhahabu zote ni mali ya Mungu. Biblia inaendelea kusema dunia na vyote vijazavyo pamoja na sisi watu wote, sisi ni mali ya Mungu. Sasa kama fedha, dhahabu, dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu, na Mungu amesema mali yake ni mali yetu sisi, kwa nini bado tunamfuata yeye? Kwa nini tunaenda kumlalamikia yeye kama huyu mwana mkubwa badala ya kuchukua? Kwa maana nimesha kwambia, pata picha nikikuletea simu, nikwambia hii simu ni mali yako, hauulizi mara mbili, unaanza kuichukua, unaanza kuitumia, unaanza kuweka na namba zako, unaanza kupiga. Lakini Biblia inatueleza kuwa Mungu anatuambia kuwa vyote nilivyo navyo, vyote alivyo navyo yeye Mungu, vyote ni vya kwetu. Huu ndo ukweli. Nimetoka kuambia kuwa neno la Mungu ndo ukweli. Hali yako sio ukweli, maisha yako sio ukweli.
Yaani hiyo changamoto unayopitia hiyo sio ukweli, ni adui tu anataka uone hivyo. Lakini machoni pa Mungu, Mungu anaona ya kuwa kwa kuwa wewe umeokoka, kwa kuwa wewe umekubali kumpokea Yesu Kristo, na wewe pia umefanyika kuwa mwana wa Mungu. Kwa sababu umefanyika mwana wa Mungu, una haki zote kama mtoto. Mtoto anaweza kutumia mali ya baba yake. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo ni vya Mungu ni vya kwetu. Ila ukweli, kwa maana ni ukweli, mpaka udhihirike, ni lazima tuchukue hatua za maksudi za kuhakikisha kuwa huu kweli unakaa ndani yetu. Kwa hata wakati ninatembea nikiangalia hivi nasema dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu, kwa hivi vyote ni mali yangu. Nikiwa ninakatisha mitaa nasema fedha na dhahabu ni mali ya Mungu, fedha ni mali yangu. Na niamini kabisa, nimekwambia neno ni lazima ulibadilishe liwe roho. Yaani ukisoma neno kama leo tunavyokusomea hili neno mara moja, aliwezi likabadilika kuwa roho na liwe halisi kwenye maisha yako. Ni lazima uendelee kulisoma. Ndo tunakuja kwenye ile point yetu ya pili ya kulitafakari. Yaani tunakuja kwenye point ya pili sasa, kulitafakari, ili niweze kubadilisha ili neno liweze kuwa halisi kwenye maisha yangu. Ni lazima nilitafakari sana, ni lazima nilichambue, ni lazima nilifikirie. Kwa maana ukisoma mistari ya hapo juu, huyu mwanae mdogo, tunachana na mwana mkubwa, huyu mwanae mdogo, Biblia inasema ilifika wakati alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Kwa hiyo alianza kufikiria, alianza kutafakari moyoni mwake kuhusu baba yake. Sasa tunajua baba yake kwenye mfano ni Mungu, na Mungu ni neno. Mungu ni neno. Kwa hiyo wewe ukiwa kwenye changamoto yoyote, unachotakiwa kufanya, unatakiwa kama huyu mwana mdogo, uanze kuzingatia moyoni mwako, uanze kufikiria moyoni mwako. Je, baba yangu anasema nini juu ya hii hali? Anza kufikiria neno la Mungu linasema nini, linasema ukweli gani juu ya hii hali nilionayo. Kwa maana usipotafakari neno la Mungu, usipoanza kufikiria baba yako amesema nini au baba yako ana nini, ambalo sasa ni neno la Mungu. Neno la Mungu lakupa urithi gani? Neno la Mungu linasemaje? Usipoanza kutafakari hivyo, kutoka kwenye changamoto yako ni ngumu. Huyu mwana mpotevu alitoka kwenye changamoto yake alipozingatia moyoni mwake. Biblia ikisema moyo inamaanisha akili. Biblia inatumia neno moyo na akili kwa kulibadilisha. Kwa hiyo alipozingatia, alipotafakari akilini mwake, akaanza kusema, kumbe neno la Mungu linasema kuwa mimi sitakiwi kuwa njaa. Neno la Mungu laweza kunishibisha. Kwa hiyo alivyoanza kutafakari, akasema basi nitageuka, nitaanza kusoma na kulitafuta hili neno, nitamrudia baba yangu, nitarudi kwake. Sasa sisi tunarudije kwa baba yetu? Tumeshajua kuwa Mungu ni neno. Tutarudi kwenye Biblia ili tuondoe huo utumwa ambao tunao. Tutarudi kwenye neno la Mungu ili tuondokane na hiyo shida tulionayo. Kwa maana Mungu ametuma neno lake kutuponya, ametuma neno lake kutuondoa katika changamoto yoyote. Sasa tutaendelea kuangalia neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Zaburi mlango wa 1. Tutaendelea kuangalia neno la Mungu lasema nini kuhusu kutafakari. Zaburi mlango wa 1, mstari wa 2 na mstari wa 3. Karibu mtumishi wa Mungu tusomee. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Na yatakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, huzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona ya kuwa Biblia inasema huyu mtu akitafakari, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Sasa sheria ya Bwana ni nini? Sheria ya Bwana ni Biblia.
Kwa maana zamani walikuwa tu na Torati, yani ndio sheria. Ila sasa hivi vitabu vimeongezeka, viko 66. Kwa hiyo sasa hivi mtu unaweza kubadilisha mstari useme hivi, bali Biblia au neno la Mungu ndilo linalompendeza, na neno la Mungu hulitafakari mchana na usiku. Sasa Mungu anasema ukitafakari, ukizingatia moyoni, ukitafakari neno lake usiku na mchana, ukilitafakari, mambo yako yatabadilika. Mambo yako yatabadilikaje? Anasema nawe utakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Nilikuwa na kufundisha kuwa maji yanamaanisha mafanikio. Kwa hiyo huyu mtu wewe utakuwa umepandwa. Kumbuka kupandwa ni mtu amekuweka sehemu, so wewe umejiweka. Kwa hiyo kuna namna Mungu atakusogeza, atakuweka, utakuwa kama umepandwa kwenye vijito vya mafanikio. Unazaa matunda yako kwa majira yake. So leo umepata, kesho umekosa. Leo faida, kesho hasara. Dakika hii umepata, dakika ijayo hujapata. Mwaka huu umevuna, mwakani hujavuna. Hapana. Biblia inasema utazaa matunda kwa majira yako. Yani hauwezi ukakosa kabisa katika majira yako. Ni lazima uzae kwa majira yako. Inasema wala jani lake halitanyauka. Maisha yako, jani linamaanisha maisha ya mti. Kwa hiyo maisha yako hayatanyauka, maisha yako hayatakauka. Na kila alitendalo litafanikiwa. Kila alitendalo litafanikiwa. Haijalishi leo anauza, sijui labda anauza vitu vya sokoni, kesho labda anauza hardware, kesho kutwa labda anauza matunda, kesho kutwa anauza mkaa, kesho kutwa anafanya biashara fulani. Biblia imesema kila alifanyalo litafanikiwa. Changamoto yako sio kwa hiyo biashara sio nzuri, sio kwa hiyo biashara haina faida, sio kwa unahitaji biashara nyingine. Wewe unachokihitaji ni neno la Mungu. Yani anza kujiambia kuanzia akilini kwako, anza kujiambia kuanzia rohoni mwako, na jiambie ukweli sawa sawa na ukweli ambao neno la Mungu linasema. Nitaanza kutafakari kama yule mwana mpotevu. Huenda sasa hivi niko kwenye maangamizo, huenda kweli ninakosa hata chakula. Kwa hiyo nitaanza kutafakari kuanzia sasa, naanza kuzingatia moyoni kuhusu baba yangu, yani kuhusu neno la Mungu, kwa maana Mungu ni neno. Nitaanza kuzingatia moyoni kuhusu neno la Mungu linasemaje. Na tunaambiwa tukilitafakari usiku na mchana, kwenye kila kitu tunachokifanya tutafanikiwa. Hebu tuangalie mstari mwingine. Tuangalie kitabu cha Joshua 1 mstari wa 8. Kitabu cha Joshua 1 mstari wa 8. Naomba mtumishi wa Mungu tusomee. Kitabu cha Yoshua mlango wa 1 mstari wa 8. Yoshua 1 mstari wa 1, mstari wa 8 na mstari wa 1. Mlango wa 1 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kitabu cha Torati ni nini? Kitabu cha Torati ni Biblia. Kwa maana sasa hivi nimekuambia vitabu vimeongezeka. Zamani walikuwa na vitabu 5 tu, ila sasa hivi vimeongezeka, vimekuwa 66. Tunaambiwa hiki kitabu kisiondoke kinywani mwangu. Kwa nini kisiondoke kinywani mwangu? Na unajua nikisema hiki kitu kisiondoke kinywani mwako, inamaanisha unakifanya kila wakati. Maneno yako yote unayoongea ni neno la Mungu. Biblia inasema yatafakari. Kuna tofauti, naomba hapa hivi nikuwekee msisitizo. Kuna tofauti ya kusoma na kutafakari. Wakristo wengi wanasoma tu neno la Mungu, hawatafakari neno la Mungu. Ni lazima uanze kutafakari. Sasa ukisema labda ninatafakari ili neno, ninaweza nikatafakari kwa kujiuliza maswali, ninaweza nikatafakari kwa kulisema, yani kwa kuliwaza, kwa kulipambanua hilo neno. Mfano naweza nikajiuliza, Mungu ananiambia nini kwenye huu mstari? Mungu anajaribu kuniambia nini kwenye kila mstari naosoma? Naweza nikajiuliza Mungu ananiambia nini? Je, ni ukweli
ukweli nawezaje kutumia kwenye maisha yangu? Huu ukweli, hili neno nawezaje kulitumia kwenye maisha yangu? Mungu anataka nielewe nini? Mungu anataka nilitumiaje kwenye maisha yangu? Naweza kulitumiaje? Ni wapi natakiwa kubadilika kulingana na huu mstari niliosoma? Je, niko tayari kuangalia ukweli wa neno la Mungu linasemaje, na sio kuangalia tu hali yangu? Kwa maana hali yako wewe nimeshakwambia sio ukweli. Adui huwa anapenda kukubebesha mizigo yako mwenyewe. Yaani kile kitu ambacho unakitafakari sana kuwa ni shida, labda ukiwa unatafakari sina hela, adui naenda kubebesha mzigo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka, Farao anasema wataabisheni kwa mizigo yao wenyewe. Farao alikuwa anasimama pale kama adui au kama shetani. Kwa hiyo shetani huwa anaambia maagent wake, wataabisheni kwa mizigo yao wenyewe. Yaani hivyo vitu ambavyo vinawapa stress, hivyo vitu ambavyo ndo wanasema kwa vinatupa stress, vinatusumbua akili, na shetani ndo anasema hiyo ndo wabebesheni nayo. Kwa hiyo ni lazima uache kuangalia hapo, kwa maana shetani anataka uangalie hapo akubebeshe huo mzigo. Ni lazima ubebe mzigo wa Yesu Kristo, ambao mzigo wake ni neno lake. Anakuambia ni yake ni laini, mzigo wake ni mwepesi. Ni lazima uangalie katika huo mtazamo. Ni lazima macho yako yamwangalie Mungu. Ni lazima uache useme kuanzia leo nitaacha kuangalia mazingira yangu yananisemeshaje, mawimbi na upepo vinasemaje. Mimi kama Petro, ili nisizame, nikiangalia mawimbi hainisaidii chochote, hainisaidii lolote, kwa maana bado nitazama. Ila nikimwangalia Yesu Kristo ambaye yeye ni neno lilifanyika mwili. Tunajua Yesu Kristo ni neno la Mungu. Nikimtazama yeye, nikimsoma yeye, nikimwangalia yeye, sintazama, nitatembea juu ya maji, nitatembea juu ya mafanikio, nitasonga mbele, nitafika pale napoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima uweke jitihada za makusudi za kutafakari neno la Mungu. Huu mstari unatuambia kuwa tukitafakari yaliyoandikwa humo, yani tukiangalia kutenda sawasawa na maneno yaliandikwa humo kwenye Biblia, ndipo nitakapofanikisha njia yangu, kisha ndipo nitakapostawi sana. Kwa hiyo nikikuuliza swali unaweza ukajijibu mwenyewe. Unataka ustawi sana? Unataka ufanikiwe sana? Yani usiwe na ile haraka ya kukimbizana na watu. Unajua Biblia inasema hivi, wakati Yesu anawaambia wanafunzi wake, vukeni nenda ng'ambo, yeye alienda kuomba. Huu ni mfano mwingine. Yeye alienda mlimani kuomba. Wewe usiwe na haraka. Soma neno la Mungu. Yesu Kristo alienda mlimani kutafakari neno la Mungu, kuomba, kutafakari. Hawa wakaanza safari yao. Nimekwambia maji ni mafanikio. Kwa hiyo walikuwa kwenye maji wanapiga makasia, wako na boti. Mawimbi yakaja, wakawa wanashindwa kusonga mbele, kusonga mbele. Yule mtu ambaye alionekana kuwa yeye ni wa mwisho, kuwa yeye hajaanza safari ya mafanikio, yuko kama amechelewa vile, yeye yuko mlimani. Kumbe yuko mlimani kuna kitu anatafakari neno la Mungu. Alipokuja alitembea juu ya maji. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wameanza safari mwanzo kabla yake, alikuwa anawapita, angeza kuwapita na kuacha. Alitumia tu busara kuwasaidia kuwa ndio mmeanza safari ya mafanikio, lakini mimi ninakuja, speed yangu sio speed yenu. Kwa maana mimi sasa hivi naweza kutembea juu ya maji. Ninajua sasa hivi ninatembea juu ya maji. Ni lazima nitafanikiwa sana, ni lazima nitastawi sana, kwa maana mimi njia yangu Mungu kashaitengeneza. Hata kama ni mawimbi mimi napita juu. Nyinyi mtaanza kupambana na mawimbi, wale ambao wanategemea tu akili zao au bado hawajajua huu kweli wa neno la Mungu. Kwa hiyo usiwe na haraka kukimbizana au kuiga watu. Usiwaige watu. Biblia inasema wao wamngojeao Bwana, wale ambao wamekubali kumngojea Bwana, watapaa juu kama tai, watatembea hawatazimia, watakimbia hawatachoka. Kwa hiyo ni lazima tujifunze namna gani ya kutafakari neno la Mungu. Tukiendelea kusoma, tunaona kuwa kwenye kitabu cha kwanza cha Wafalme 2 mstari wa 3, Biblia inasema, uyashike mausia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, uzishike sheria zake na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake, sawa sawa na ilivyoandikwa katika Torati, upate kufanikiwa katika kila ufanyalo na kila utazamako. Kwa hiyo kumbe ukisoma Biblia ukashika maneno yaliyoandikwa huko, utafanikiwa kwenye kila ufanyalo na kwenye kila utazamalo. Tunaendelea kuona neno la Mungu
kutoka kitabu cha Kumbukumbu. Tukiangalia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, Biblia inasema kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza, Biblia inasema itakuwa utapolisikia neno la Bwana kwa bidii, kutunza kufanya maagizo yake yote aliyokuagiza, ndipo utakapofanikiwa na Bwana Mungu wako atakuinua juu ya mataifa yote duniani. Kwa hiyo kama mimi leo hii ninataka kuinuliwa juu ya mataifa yote duniani, Mungu kasha niambia kitu ambacho natakiwa kufanya ni kwamba natakiwa kuisikiliza sauti yake kwa bidii, natakiwa kufanya maagizo yake yote aliyoniagiza kwenye Biblia, ndipo ataniweka juu ya mataifa yote duniani. So tu juu ya taifa la Tanzania, so tu juu ya taifa ya Afrika Mashariki, ila juu ya mataifa yote duniani. Kwa hiyo ni muhimu sana, na leo tulikuwa tunajifunza namna gani ya kufanikiwa kiBiblia kwa kutafakari neno la Mungu. Kwa kutafakari, nimetoka kuambia kwa kuna tofauti ya kusoma na kutafakari. Unaweza ukapata mafundisho mengi zaidi ukitufuatilia kwenye social media zetu, kwenye Facebook, YouTube, Instagram, andika Mwalimu Carlson au Jesus Lord God Ministries. Utatupata na mafundisho mengi zaidi, na nikukaribisha ulike, ushare, usubscribe. Yote haya yatakusaidia na yatakufanikisha. Basi karibu sana mtumishi wa Bwana. Amina. Barikiwa sana msikilizaji wa 97.3 Shalom FM Radio ambaye amekuwa nasi kwa wakati wote huo kuanzia pale majira ya 2:15 mpaka hivi sasa ni takribani 2:46. Msikilizaji, moja kwa moja tunafika tamati. Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo. Basi moja kwa moja mtumishi wa Mungu, karibu sana tuweze kufunga kwa maombi kwa siku ya leo. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunasema ni asante mfalme wa falme kwa neno lako ambalo umeliachia leo. Tunasema ni asante kwa kuwa ni mapenzi yako sisi wote tuweze kufanikiwa. Asante kwa kuwa umefanya kila jambo katika uwezo wako ili sisi tuweze kufanikiwa. Bwana Yesu, tujaze kiu ya kusoma neno lako. Tujaze kiu, tujaze roho ya uelewa, roho ya maarifa, roho ya hekima, tujaze roho ya ufunuo. Wakati tunasoma neno lako tukalipambanue, likatusaidie na tukapata matokeo dhahiri kwenye maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunaomba, na wote tuseme amen. 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 Barikiwa sana msikilizaji, na barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Amen. Barikiwa sana msikilizaji, endelea kuwa nasi pale majira ya saa 3 za usiku. Ni kipindi kizuri kweli kweli cha darasa la neno na maombi. Mimi ni William Mbando. Barikiwa sana, endelea kuwa nasi katika mfululizo wa vipindi vyetu.